Bila shaka, hujambo msikilizaji. Karibu katika kipindi cha kitabu chetu kutoka maktaba. Bado tupo katika kitabu cha Haramu. Upo nami Uncle Bello. Nitarejea kidogo sehemu iliyopita. Mara zote mpitaji alitakiwa kuwa makini wakati wowote maji machafu yaliyotumika kuoshea vyombo au kupigia deki yalirushwa toka kwenye nyumba. Endelea kusikiliza Haramu. Wakati nikijipitia zangu, nilianza kuona mabadiliko kwenye sura za watu. Walinitazama kama vile nilikuwa mgeni machoni mwao. Wengine walinitazama kwa kunishangaa mithili ya mtu atembeaye uchi hadharani. Wengine walinitazama kama vile nilikuwa nimegeuka shetani, na sasa walishangaa kumshuhudia shetani akipita katika maeneo yao. Niliwaona baadhi ya watu wazima wakiwashika watoto wao, mikono yao mingine ikielekezwa kwangu. Bila shaka walikuwa wakiwakataza kucheza na mimi. Kama Morris alivyosema, kulikuwa na kitu kibaya kilichonihusu. Tukicheza na wewe baba zetu wanakufa. Niliyakumbuka maneno ya Morris. Bila shaka wazazi walikuwa wakiwaeleza watoto wao wasicheze na mimi, kwamba ningewapa laana yangu na baba zao wangekufa na wao wasingekuwa na baba kama nilivyokuwa mimi. Baada ya hapo nilianza kujulikana kama mtoto haramu, mtoto mwenye laana, mtoto asiye na baba. Watoto walinikwepa na wazazi wao walinibeza. Nilitaka ninyamaze na nisimweleze mama kuhusu mambo yalivyokuwa akinitokea. Nilikuwa nimeanza kuzoea kunyamaza na mambo yangu bila kumweleza. Nilishajenga imani kuwa mara nyingi mama asingenisaidia lolote zaidi ya kunifukuza. Hata hivyo, hali ile ilikuwa ngumu sana kwangu kuvumilia. Jioni moja, wakati tukila chakula cha usiku, nilimweleza mama yaliyokuwa akinitokea Uswahilini. Watu hawanitaki na watoto wananikimbia. Sababu ni kuwa mimi ni laana, mimi ni haramu, na kwa hiyo sitaki kucheza nao. Nikicheza nao baba zao watakufa, na wao pia watakuwa hawana baba kama nilivyo mimi. Nilimweleza matatizo yote ambayo nilikuwa nikikumbana nayo tangu siku ile Morris aliponikatalia kucheza mpira wake. Uchungu ulikuwa ukinibana koo, nikishindwa kujizuia kutirika na machozi. Mama, kwa nini usinieleze baba yangu ni nani na mahali alipo? Nilimaliza. Niliamini kuwa ningemjua baba, ningekuwa nimeshaondokana na matatizo yote haya na mengine mengi. Mama alinisikiliza kwa makini na wala hakunikatiza. Niliona wazi kuwa na yeye alikuwa ameguswa na hali ile. Nilihisi kuwa alikuwa akijizuia yeye asitokwe na machozi. Labda hakutaka kulia mbele yangu, lakini niliuona uso wake ukizidi kukunja ndita. Nilihisi huenda angenipa jibu la matatizo yote ambayo nimekuwa nayo tangu awali, kumfahamu baba yangu. Lakini alipofungua kinywa chake, majibu yake yalikuwa tofauti na nilivyokuwa nategemea mimi. We ni mwanaume Bahati, na umezaliwa mwanaume makusudi. Wanaume wanatakiwa kuwa na mioyo migumu na ya uvumilivu. Usiumizwe na kitu kama hiki. Usiache kucheza na wenzako hata kama wanakukwepa. Sikiliza, mwanaume wa kweli huwazia mambo yajayo na sio yaliyopita. Wenzako wakikukataa tena kucheza na wewe, wacheke. Waeleze kuwa waache kufanya mambo yasiyo na maana. Waeleze wewe wanaume kama ulivyo wewe. Wawazie mambo yajayo na sio mambo yaliyopita, alisema akinikumbatia. Ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kukumbatiwa na mama kama vile. Lazima nikiri kuwa nilifurahia sana hali ile. Nilijazwa moyo sana pia na maneno ya mama. Sikuwahi kufikiri kuwa mama anaweza kuwa na huruma na kuniliwaza namna ile. Siku zote mama alikuwa mkali, na hivyo ndivyo nilivyomfahamu. Kumbe aliweza kumtia mtu moyo pia. Nilishapata jibu la kumweleza Morris na wenzake wengine waliofikiri kama yeye. Kuanzia kesho ningekuwa mtu niwaziaye mambo yajayo na sio yaliyopita.
nikiwa mwanaume halisi. Nilikuwa mkubwa sasa. Faraja iliniingia moyoni, na wazo la kuwa nilikuwa mwanamume mkubwa nilinifanya nitake kucheka kwa nguvu. Niliinamisha kichwa changu miguuni ili mama asinione nilivyokuwa nataka kucheka mwenyewe. Mama aliendelea kunisimulia mambo mengi ya kunipa moyo. Alifika hata kunisimulia hadithi za kishujaa. Nilizipenda sana zile simulizi. Sikuwahi kujua kuwa mama ana simulizi nzuri namna ile. Ulikuwa usiku mzuri kuliko siku zote ambazo nimewahi kuishi. Kila kitu usiku huo ilionekana cha ajabu. Mama alicheka mara kwa mara, na nilimuona mwanamke mzuri kuliko wote duniani. Niliona fahari sana kuwa na mama kama yeye. Tulikaa pamoja mpaka usiku sana. Wala usiku huo mama hakunilazimisha kwenda kulala, wala yeye hakufanya kazi nyingine yoyote ila kukaa na kuongea na mimi. Hata nilipochoka na kushikwa na usingizi, mama bado alionekana kama atakaye kukaa na mimi zaidi. Nilizidi kusinzia. Nilishtuka nikitaka kudondoka chini. Usingizi ulikuwa umenizidi, ingawa nilitaka siku ile isishe. Sikuwa na la kufanya ila kwenda kulala. Usiku mwema Bahati, mama alisema. Usiku mwema mama, nilijibu na kwenda kulala. Wakati nikilala, niliingiwa na faraja sana. Niliwaza kuwa siku za mateso zilikuwa zimekwisha. Kuanzia siku ile, mimi nilikuwa mtu tofauti. Nilikuwa mwanaume. Nilikuwa mtu niwaziaye mambo makubwa ya usoni. Nilijua jibu lile lingewazuia akina Morris na wengine wote. Wasingeweza kunitenga tena. Nilikuwa mtu nayejiamini sana pia, tena mwenye busara. Kuanzia kesho, nitakuwa na uwezo wa kukabiliana na matatizo yote Swahilini. Nitaonesha watu kuwa sikuwa na laana yoyote kwa kutomjua babangu. Bado naweza kufanya mambo mazuri na makubwa kwa faida ya watu wote. Kwa mara ya kwanza, nilimuomba Mungu anipe furaha, bahati, mafanikio na utajiri. Niliomba niwe mkubwa na mtu muhimu kwenye jamii. Nikiwa tajiri, nitajenga nyumba nzuri kama zile za uzunguni. Nitamtoa mama kwenye hii nyumba ya udongo, na wote tutaishi kwenye hiyo nyumba kubwa kwa furaha. Kabla sijapitiwa na usingizi, niliongeza sala fupi. Mungu, kwa nini usimlete baba yangu nimuone japo ndotoni? Kesho yake niliamka mapema. Baada ya kuosha vyombo kama kawaida, niliondoka kwenda kuwatafuta akina Mori. Tayari nilishajiandaa kukabiliana nao watakapoanza vurugu zao. Kwa bahati niliwakuta wanajiandaa kucheza. Bado hatuchezi na wewe, alikuwa Morris tena. Acha ujinga, nilisema kwa kebehi nikitaka kumcheka. Kwa hiyo kama wanaume? Aliuliza akinitazama kwa jicho la hasira. Mwanaume mwenye akili timamu hawazii mambo ya kizamani. Mwanaume huwaza mambo makubwa yajayo, sio mambo ya kijinga tena yaliyopita. Unataka mambo ya zamani ya nini? Mambo ya umbea hayo. Lete mpira tucheze kama wanaume, nilisema nikienda kumnyang'anya mpira mikononi mwake. Niliurusha mbele na kuanza kukimbiza nikijiamini. Ujanja wangu ulifanya kazi. Morris hakuwa na la kujibu. Wenzetu wengine walipoona hivyo, nao wakakimbilia ili tuanze kucheza wote. Morris naye alipoona mchezo unamwacha, naye aliachana maswali yake na kujiunga nasi. Tukaanza kucheza wote kama zamani. Lakini ujanja wenyewe haukuchukua muda mrefu. Ilikuwa ni dawa ya muda mfupi. Sokomoko liliandama tena kama ilivyokuwa awali, na Morris ndiye alianzisha. Safari hii alinizidi kwa maarifa zaidi na sikuwa na la kumjibu. Tena aliniletea pigo kubwa zaidi. Kila siku tunaimba shuleni kuwa elimu ndiyo funguo wa maisha, kwamba mzazi anayemjali mtoto wake na maisha yake ya baadaye ni lazima ampeleke shule. Wewe unawezaje kutueleza kuwa unajali mambo ya siku za usoni kama huendi shule? Mama yako hajakupeleka shule, na wote sisi tunajua kwa nini. Kwa vile huna baba. Mama yako mwenyewe anajua wewe umelaaniwa, ndio maana hajali kama unakwenda shule au vipi. Unatuongopea tu kwamba unajali maisha yajayo. Kumbe ni janja yako ya kutupa laana zako. Hufikiri cha kesho wala nini. Unataka na sisi baba zetu wafe tuwe kama wewe.
Morris alisema kwa hasira. Maneno yale yalinimaliza kabisa. Yalikuwa amenigusa kwa namna 3 tofauti. Kwanza, yalimaanisha kuwa siwezi tena kucheza na wenzangu. Nilikuwa napenda sana kucheza mpira na nilikuwa mmoja wa wachezaji wazuri. Kila mtu alitaka nicheze upande wake. Sisi tulionekana wakubwa kidogo ya wenzetu wengi, lakini kwa sasa Morris hawezi tena kukubali nicheze mpira wake. Sikuwa na hoja yoyote ya kuizidi ile ya kwake. Mguso mwingine ni yale maneno ya Morris yalikuwa ni yale yale yangu ya kutokuwa na baba. Inawezekana ni kweli, kwa vile sina baba ndio maana siendi shule. Mama kweli haoni faida ya mimi kwenda shule? Ni kweli mama naye anajua kuwa nimelaaniwa na hivyo sistahili kwenda shule? Muda mrefu lishapita tangu nilipoanza kumuomba mama niende shule. Marafiki zangu wote walikuwa wakienda shule ya msingi Swahilini, ila mimi tu nilikuwa siendi. Kila siku nilidai na mimi niende shule, na ama siku zote ilikuwa jawabu ni moja tu: shule zinagharimu pesa nyingi ambazo kwa sasa sina. Shuleni kunatakiwa ada kubwa ya kuandikisha watoto, tena zinahitajika sare na madaftari. Siku hizi hakuna elimu bure, ada nazo ziko juu sana ili waandikishe watoto darasa la kwanza. Kwetu sisi maskini hatuwezi kulipa vitu vyote hivi. Usijali mwanangu, bado natafuta hela, nikipata mwakani utaanza shule. Miaka ilipita, wakati wenzangu wanazidi kuendelea mbele, lakini mimi sikuanza darasa la kwanza. Kila mwaka nilitamani kuanza shule na nilitarajia ningeanza. Ningetamani sana siku ambayo ningevaa shati na kaptula ya shule, soksi na viatu. Halafu ningechomekea shati, madaftari na penseli yangu, kisha ningeongozana na mama kunipeleka shuleni. Mama angenishika mkono mmoja. Bahati mtimbwa ningekuwa naenda shule. Bila shaka hiyo ingekuwa siku yangu ya pekee sana maishani mwangu. Kimya 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 niliapa kuwa kama ningeanza shule ningesoma mpaka mbali sana. Bado nilikuwa na ari yangu ya kutaka kuwa mtu muhimu na tajiri. Bila shaka ningepata vyote kutoka shuleni. Huenda mama naye angeona muhimu wa kunitajia ndugu zangu wengine. Hata hivyo, kila mwaka wakati wa kuanza shule, wenzangu wengine walianza. Mimi sikuanza. Hata wale waliokuwa wadogo kuliko mimi nao walianza, na mimi nilikuwepo tu. Polepole nilianza kukata tamaa na kuona kuwa sitoenda shule. Sikuulizia tena habari ya shule. Hata marafiki zangu waliokuwa wakisoma nilianza kuwakwepa kukutana nao wakati wakienda au wakirudi shule. Siku Morris aliponishinda, walikuwa darasa la 3. Ningekuwa nao kama mimi ningeanza pamoja nao. Jioni hiyo nilimuuliza mama, ningeanza shule? Nilipata jibu ambalo lilinikatisha tamaa. Bahati, mama yako nazidi kuwa mzee. Uwezo wangu wa kupata hela pia unapungua sana. Hata hela yetu ya kula chakula tu inazidi kuwa ngumu kupatikana. Mama alisema alihitaji sana msaada, lakini hakuwa na mtu wa kumsaidia. Hata hivyo, alisema akipata hela tu atanianzisha shule. Alipendekeza kuwa nianze kujishughulisha ili nami nipate hela. Tukiweza kupata hela ya kutosha, angeninunulia kaptula, shati na vitu vingine vya shule tayari kwa kuanza mwakani. Hapo nijua kuwa sitoweza kusoma kwa urahisi. Badala ya kwenda shule, nilitakiwa kuanza kutafuta kazi. Endelea kusikiliza Haramu. Bila ya kujua wala kupanga, nilianza kuwachukia marafiki zangu wa zamani walikuwa wakienda shule. Nilianza kuwakwepa kila ninapokutana nao. Kwa bahati mbaya, nijitahidi sana kuwazuia kuongelea habari za shule. Maongozi ya shule yangenikumbusha njozi yangu iliyopotea. Uchungu ungenishika na machozi yangeanza kunitoka. Kulia hadharani Swahilini ilikuwa kitu ambacho nisingekiruhusu. Kwa sifa yangu Swahilini nisingeruhusu kulia hadharani. Kila mtu angenitizama, kunicheka na kunibeza. Kuzuia hili, kila ninaposhikwa na uchungu wa kutokwenda shule, nilikausha machozi yangu kwa kiganja na kuondoka kwenye eneo nilipokuwepo kabla sijaonekana.
Maumivu yangu yalirudi mara kwa mara nilipoona wenzangu wakienda au wakitoka shule ya msingi. Nilijua kama ningekuwa na baba au kama mama yangu angekuwa tajiri, na mimi ningekuwa shuleni kama wenzangu. Sina uhakika kama nimewahi kuwa na furaha maishani mwangu. Ni siku ile moja tu ambayo nilikaa vizuri sana na mama. Sikumbuki kama nimewahi kuwa na furaha zaidi ya siku ile. Nimekuwa mtu wa huzuni na simanzi tu. Furaha sio sehemu ya maisha yangu. Labda sio kila mtu aliye na bahati ya kuwa na furaha mara nyingi. Pengine ni bora uwe na huzuni ili upatapo furaha uijue na kuifurahia zaidi. Lakini simanzi zangu zilinifanya kila nikutanapo na kitu cha kunifurahisha nikumbuke huzuni nilizonazo. Hii iliniondolea kabisa furaha ndogo ambayo nilitaka kuwa nayo. Siku zote nilikuwa mtu wa mawazo na mashaka. Unaweza kuwa na furaha kama huna bahati, ni maskini na hupendwi? Niliwaza nifanye nini ili niweze kupata kipato japo kidogo kama mama alivyoniagiza. Wazo la kwanza nililopata ni kwenda Uzunguni na Uhindini wanakoishi matajiri. Bila shaka ningeweza kupata chochote chenye matumizi, hasa huku kwetu Uswahilini. Nilianza kwa kuangalia majalalani na kwenda kwenye mapipa ya takataka. Karibu kila kitu kwenye majalala kilikuwa na thamani. Nilikuta baadhi ya makopo yaliyotumika na chupa tupu. Makopo niliwauzia wahunzi wa taa za vibatari na majiko Uswahilini. Nilikuwa nauzia kwa ukubwa wa kopo nililolipeleka. Kwa hiyo nilikuwa na makopo mengi na makubwa. Niliwaza kupata hela zaidi. Baadaye nilianza kukusanya makaratasi. Niliwauzia baadhi ya watu walikuwa wakiyanunua kwa ajili ya viwanda vyao. Wakati mwingine niliwauzia wanawake wa Uswahilini ambao walikuwa wakiuzia maandazi, samaki na vyakula vingine. Chupa nilizozipata niliwauzia watengeza pombe za kienyeji na maji ya matunda. Biashara ile ilinisaidia kupata pesa kidogo. Kila jioni nilimpa mama pesa nilikuwa nimeipata kwa siku. Naona umeanza vizuri, ukiendelea hivi lazima mwakani utaanza shule, alisema. Hili lilinitia moyo. Niliongeza jitihada ya kufanya kazi zaidi ili nipate hela zaidi. Nilijua akiba yangu ikiwa nzuri, lazima mama angenianzisha shule kama alivyokuwa ameahidi. Baadaye nilipata kazi nyingine. Kulikuwa na shughuli nyingi za ujenzi wa majumba makubwa Uzunguni, na wajenzi walihitaji kokoto. Mara nyingi walikwenda na malori makubwa ya kokoto, lakini wakati mwingine walikuwa wakinunua kokoto kwenye mafungu. Kulikuwa na akina mama waliotoka Uswahilini ambao kazi yao ilikuwa kuchimba mawe na kuyaponda kuwa kokoto. Niliamua kujiunga na akina mama hawa. Nilitafuta eneo ambalo halikuwa na mtu. Nilianza kuchimba mawe kwenye eneo hilo. Kisha nilianza kuyaponda hayo mawe wenyewe kwa wenyewe. Kokoto nilizozipata nilizipanga pamoja. Nilipata kokoto nyingi kwani nilikuwa nimechimba mawe mengi. Msikilizaji, usikose kusikiliza sehemu inayofuata. Haramu. Ulikuwa nami Uncle Bello.